Ba Abel Kidunda. Naam. Kwanza sauti yake unayo huna? Tuanzie hapo. Ataanza na lawama sasa. Aanzie hapo hapo na lawama, sawa? Nianze na lawama. Sawa. Zote nitajibu. Huyu bwana tatizo lake kwanza message zangu asomi. Abel Kidunda, wewe ni mtu wa siku nyingi katika utangazaji wa Mega Mix. Lakini kuna jambo kidogo pale unaposema tumeni labda message kwenye namba hii, alafu mwisho wa siku unaweza mpaka ukaimaliza ile Mega Mix usisome hata message moja. Je, unakuwa unakumbuka kama ulisema wadau wafanya hivyo au? Unavimbia watu? Noma sana. Bana, kwanza katika wasikilizaji ambao vipindi vyote vya hapa Bud FM anatuma sana jumbe na zinasomwa sana ni Ndoma. Bana, shukrani sana kwa hilo ambalo unalifanya. Lakini kwenye Mega Mix kweli sijai kunina ila lawama nimekutana nayo, sio kwake, kwa wengi sana wanasema hilo swala. Lakini program manager Mohamed Isa utakuwa una shahidi wa hilo. Mega Mix ni kipindi ambacho kinafuatiliwa sana, kina namba kubwa ya wasikilizaji, message ambazo zinaingia ni nyingi sana. Tunafanyaga kipindi hapa mpaka tunamaliza, messages zinaingia mpaka saa 2 usiku zinaingia messages za Mega Mix. Na kwenye Mega Mix unasoma messages zile za social media. Za social media sana. Kote huko. Yeah, kwa hiyo kiukweli Mega Mix panakuwa na message nyingi sana. Ndoma, naomba nisamee, lakini kwenye huu msimu mpya wa Mega Mix ambao umeanza rasmi leo, na kuhakikishia message zote zitakuwa zinaingia kwenye kifaa ambacho tunatumia, kwa sababu sasa hivi tumepanda kidogo. Tulikuwa tunatumia simu kubwa ipo hapo, lakini hii simu nafikiri ilikuwa messages zikijaa, kuna kipindi zinajaa, nyingine zinakuja kuingia usiku. Kwa kuna message nyingine ambazo zilikuwa hatuwezi kuziona, lakini kuanzia msimu huu Ndoma hiyo lawama iondoe kabisa. Sawa? Tusamee kwa hayo yaliyopita. Utaanza kutuma message kwenye Abud Media TZ. Yeah, lakini Instagram. Pia huo unatuma Instagram, Facebook, huko vitu vinakuwa rahisi zaidi. Au vipi bana? Kibabe kingine ukiacha hilo la lawama. Mswati? Okay, shukrani. Kama umefurahi. Shafia, okay. Yeah. Na bwana, mimi kwa mara ya kwanza naingia hapa Abud Media ilikuwa 2023. Naam, nilikuwa namuona jamaa anapita sasa vile dressing code yake, style yake, unajua ilikuwa inanichanganya. Alafu na mimi hapo najua kwamba watu wa media wanakuwa dressing fulani hivi, sasa tunajua. Hasa nikawa najiuliza huyu jamaa ni nani? Kwa hadi mara kwanza kuja kumuona kwamba kumbe jamaa ni mtangazaji na pia anatangaza kipindi ambacho ni cha burudani. Kwa hiyo natamani kupata mimi sasa leo, sababu nimepata time kumuuliza wenyewe. Natamani nimuulize hivi ilikuwaje au ilianzaje hadi akaingia kwenye masuala ya tasnia ya uandishi wa habari, yani ilikuwaje? Kwa sababu asisahau kujibu swali la dressing code. Sawa. Nianzie kwenye mambo ya uandishi, namna ambavyo nimeingia. Mimi of course nimerithi, naweza nikasema hivyo, kwa mama yangu, Mama Abedi, sawa? Lakini Mama Abe hakuwa anatangaza kwenye media. Ila ni mtu ambaye ana uwezo wa kusimulia kitu ukakipenda sana, na ana sauti nzuri sana ya kusimulia, sawa? Naweza kusema nimerithi hapo, na nimegundua baada ya kuwa mtangazaji tayari kama nimerithi kwake. Ila nilivyokuwa shule, kuna walimu wangu shule ya msingi tena walikuwa wananiambia kwamba wewe unajua ni mtangazaji mzuri sana. Kipindi hicho nishasahau watangazaji ambao walikuwa wanatangaza sijui RTD wapi, siwajui majina, nimewasahau, lakini walikuwa wananitolea mifano ya baadhi ya watangazaji ambao walikuwa wanatangaza kwa kipindi hicho. Bana, unajua unaongea vizuri kama fulani, unajua zile. Yeah, kwa hiyo kile kitu kilinipush mimi kuingia moja kwa moja kwenye tasnia. Na nilivyoingia nikaona vitu vina flow tu, kwa hiyo sikuwa naona kama nimekosea chaguo. Yeah. So dressing, namna ambavyo navaa ili nipendeze machoni mwangu na kwenye akili yangu. Yeah, huwa sizingatii sana nani anatanionaje. Mimi navaa ili nipendeze machoni mwangu na niwe comfortable. Kwa hiyo nikiupata tu comfortable kwenye kuvaa, basi hapo swali limeisha. Yeah. Lakini unazingatia unasema kuna maeneo, yale maeneo leo nataka niende sehemu fulani. Kabisa. Unazingatia hizo? Kabisa, nazingatia sana. Siku moja nikwambia nilikuwa kwenye show, tulikuwa na show na Juma Nature Ifakara.
Sasa tumepiga show leo afu kesho yake hatukuondoka, tukawa tupo Ifakara pale. Watu wa Ifakara watakuwa wanakumbuka. Tulienda kiwanja kimoja sijui kinaitwaje, kipo karibu na daraja la Magufuli. Nilienda na taulo. Nilienda na taulo. Ni mimi tu nilikuwa najisikia comfortable na kina Rama Q, nilikuwa na Rama Q na nani sijui. Wakawa wananiambia bwana, nilikuwa na Masiga pia. Wakawa wananiambia bwana usivaa hivyo, nikamwambia mimi hivi comfortable, na watu walikuwa wamejaa kweli yani no. Lakini ile taulo nilovaa ni yale mataulo ambayo amevaa Diamond kwenye Happy yale. Nilikuwa nivaa ile. Baada ya Diamond kutoa Happy juzi, nimepokea simu nyingi sana za Ifakara. Oya mwanangu ulikuwa mbele ya muda na nini unajua zile. Sasa hapo unaweza vizuri hiyo taulo. Mtu mwingine kwenye taulo haraka yale anaitwaje jamani? Nisaidieni majina. Ya wapi wewe? Yale taulo ile la kama koti fulani inaitwa unafunga ile nini ile? Kuna jina lake bana lipo. Anaitwaje? Nini sijui wenyewe. Yale yale kama ya kuogea. Kwenye Happy Diamond ameyavaa mule. Sawa, kama hivi. Karibu. Tuna Niko hapa karibu sana pia. Aliko smart Niko katosa kakamba. Bana Niko karibu sana bwana. Bara mimi nashukuru sana. Mambo ni aje? Mambo ni safi. Kwanza nimefurahi. Nimefurahi sana kumuona. Umetoka kwenye microphone unaja. Afu si anaelewa sasa hivi nimekimbia ili nishoboke. Safi, imekaa kizazi sana. Nakushukuru sana kwa kujali. Noma sana. Mwanangu, najua kuna watu sasa hivi wanaamini kupitia wewe watu wanaya umekuwa kama role model wao. Okay. Tunaelewa hicho kitu. Sasa natamani kufahamu issue moja hivi, sijui yawezekana ilishaulizwa maybe, natamani kufahamu toka unaanza kustruggle na utangazaji na nini mpaka time hapa. Kuna noma yote ishawahi kukutokea afu unasema siwezi kusahau. Ilikuwaje hiyo? Kama noma na iwe noma au sio? Yaani kuna noma yote ilikupata kidudu unasema hii noma hizo zisahau. Zipo. Bana kuna bana noma sana. Mwanangu umeniza. Kuna noma pengine ingepelekea madhara zaidi. Kuna noma ilitokea Ifakara miaka mingi nyuma. Mimi unajua nilianza kazi Arusha lakini nikahamia Ifakara. Kwa Ifakara pale kipindi kile Lijua Likali alikuwa diwani wa pale Ifakara. Sasa kuna siku alikuwa anafanya mkutano na waandishi wa habari. Sawa? Kwa katika ule mkutano kabla ya ubunge hiyo ilikuwa. Katika ule mkutano ni kitambo kidogo. Mimi nilikuwa na editor wangu pale, jamaa mmoja alikuwa anaitwa Maganga. Lakini kiviongozi wetu wa vipindi alikuwa anaitwa Ima Kapanga. Alikuwa pale. Kapanga siku hizi yuko Dar es Salaam. Sasa nikatumwa kwenda kuchukua story pale. Sawa. Nilienda pale kipindi hicho radio ambayo nilikuwa nafanya kazi ilikuwa haiko vizuri sana na chama ambacho alikuwa anatokea brother. Kwa hiyo nilivyoenda pale, unajua na vifaa nini umeweka mezani pale, kwa hiyo umekaa zako na notebook unaandika na nini. Bana jamaa akachukua kile kifaa kama akaanza kusema sijui nini unajua zile. Walinikimbiza vibaya. Nilikimbia yani noma sana. Walinikimbiza wangenikamata ilikuwa tunazungumzia mengine. Kwa hiyo nilikimbia na bahati nzuri ilikuwa haipo mbali sana yani mkutano ulikuwa unafanyika sio mbali sana na media ilipo. Kwa hiyo nilikimbia sana. Nikaenda zangu ofisini pale. Sasa nilipofika kwa sababu kile recorder nilokuwa nayo nilikuwa nimeshaiwasha. Kwa hiyo kilichokuwa kinazungumzwa kilikuwa kinarekodiwa. Unaelewa? Sasa nimefika pale naambiwa ulirekodi. Nikashika ile recorder natafuta kiwewe kile. Sioni ile sauti. Unaelewa? Kwa hiyo nikamwambia sikurekodi. Ngoja sioni maana kiwewe nimepagawa wakaniweka chini pale na nini. Baadaye nikaondoka zangu nyumbani mood home nimepoa usiku. Sasa nilikuwa na rafiki yangu mmoja anaitwa Barawaji, tulikuwa wote. Nikawa naambia Bara 1 2 3 imetokea na nini. Kwa hiyo Bara akanielewa akaniambia kwa ninavyokujua uwezi kuwa umeacha kurekodi, nipe hiyo recorder. Nikampa. Jamaa akawa anatafuta taratibu, bahati nzuri akaipata ile sauti. Jamaa akiwa anaongea anadisi yani unajua. Kwa hiyo tulipata ile sauti nikampigia wewe PM wangu Ima Kapanga. Kapanga akaniambia njoo ofisini sasa hivi. Ilikuwa kama saa 5 usiku. Tukaenda ofisini ile sauti tukaitengeneza ikawa inaruka radio. Jamaa alikuja, tulimaliza, alikuja akaomba msamaha tukamaliza vizuri. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho kiukweli nikumbuka nasema yani siku ile ilikuwa balaa. Ilikuwa noma sana. Lakini baada ya kupata noma yako kuna kitu tena kikanijia hapo.
unajua wewe ni binadamu bana. Sasa kuna sometime yawezekana ushapatwa na noma, kuna vitu viko kichwani, si ndio? Yani unawaza ma stress na nini. Natamani kufahamu hapo mwanangu, kitu gani ambacho huwa unakitumia kushusha mawazo? Yani inamaanisha kitu gani ambacho unakitumia kupunguza stress? Okay. Kwangu mimi kitu ambacho kwangu mimi kama kijana kitu ambacho natumia, kwanza napenda sana muziki. Lakini pia naipenda sana familia yangu. Kwa hiyo kama nikiwa na stress ya namna yoyote huwa nakuwa na familia tu nyumbani. Na nimeshakuona mara kadhaa kwenye kuogelea. Napenda sana muziki, napenda sana familia yangu, mambo ya swimming kama nahitaji kufanya mwili uwe nikae kwenye line, napenda sana kuogelea muda mrefu. Ila sana vitu vya kwanza familia. Vitu vya kwanza ni familia. Cha kwanza kabisa ni familia. Yani nitarudi home na watoto, wife, tunacheza tumefanyaje na nini, hiyo moja. La pili ni muziki. Cha tatu kuogelea. Hivyo ni vitu ambavyo navipenda sana.